Ni ukweli pia kwamba yaliyotokea Oktoba 2025 hayakuondosha wala kupunguza changamoto zetu. Vurugu zimefanyika, vurugu zile na ghasia zile hazikuondosha changamoto zetu, bali zimeongeza changamoto. Na kama nilivyoeleza hapo awali, kama ghasia zile zisingedhibitiwa, nchi ingepata athari kubwa zaidi na ingetuchukua miaka mingi kuinuka tena. Na wasihi wa Tanzania wenzangu, tutambue kuwa ni rahisi kupoteza amani, lakini si rahisi kuirejesha. Ni rahisi kuibomoa nchi, lakini ni vigumu kuijenga upya. Hapa nataka sote tufahamu kuwa hatima ya Tanzania ipo mikononi mwa Watanzania wenyewe. Nguvu ya ushawishi wa makundi ya nje inasaidia kuvunja amani, kuvuruga usalama na kubomoa nchi. Lakini kurudisha amani na usalama na kuijenga upya nchi yetu hufanyika kwa misaada yenye masharti magumu ya kisiasa, kiuchumi na kibiashara. Kwa hiyo tuwe makini kwamba Watanzania ndio wajenga Tanzania yetu. Tunapoibomoa hatuna mjomba wa kutusaidia. Tutapata mikopo yenye masharti ya kiuchumi na kisiasa ili tuweze kujenga upya. Lakini wakati wa kubomoa tunaweza tukapata msaada kirahisi kabisa. Hivyo basi, mambo haya magumu na hatari tuliyoyapitia yatupe funzo ili tuendelee kwenye mwelekeo sahihi. Ipo nukuu maarufu ya hayati Nelson Mandela inayosema, "It is in the character of growth that we should learn from both pleasant and unpleasant experiences." Ikimaanisha ili tuweze kukua hatuna budi kujifunza tokana na matukio yanayofurahisha na yasiyofurahisha pia. Nasi tumejifunza kutokana na mapito haya magumu, na tushirikiane ili tuweze kuimarika zaidi.